Jambo hili ni jambo la kawaida tu. Ni mwaka huu tu tutapata hasara, lakini baada ya miaka miwili huko tutapata faida. Hiyo ni kawaida tu, inatokea kwenye hii biashara. Mara nyingi sana watu wanaoanzisha au kuifanya biashara hii hupata faida, lakini hupata pia hasara kwa mwaka wa kwanza. Mpendwa, jambo hilo watu wengi sana huwa wanaliongea, na wengine ni Wakristo kabisa, lakini mpendwa katika Bwana, hakuna ukawaida kwa wana wa Mungu. There is no normality for the children of God. Hakuna ukawaida kwa wana wa Mungu. Narudia tena, hakuna ukawaida kwa wana wa Mungu. Majina yangu naitwa Brian Franki. Napenda kukaribisha katika somo hili la kujifunza kwa habari ya ukawaida kwa wanadamu na kutokuwa kwa ukawaida kwa wana wa Mungu. Mpendwa, kama hujasubscribe, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kujifunza kwa habari ya somo hili. Mkristo, nataka nikwambie neno moja. Hakuna ukawaida kwa watu waliomwamini Yesu Kristo. Ukisha kuwa umemwamini Yesu Kristo, umeingia katika namna nyingine kabisa ya Mungu. Maana yake njia za wanadamu zimeondoka na zimerudi kuwa njia za Mungu. Umeingia kwenye njia za Mungu. Kwa zikiwa ni njia za Mungu, haziwi tena njia za wanadamu. Hivyo, jiangalie njia za Mungu ziko namna gani. Njia za Mungu, kila kitu anachokifanya Mungu ni miujiza. Yani everything that God does is a miracle. Ni miujiza. Kwa nini ninasema ni miujiza? Kwa sababu si njia za wanadamu. Njia za Mungu ni njia ambazo zimetukuka, ni njia ambazo zina nguvu, ni njia ambazo zimejaa utukufu. Hizo ni njia za Mungu. Sasa tukaangalie kwanza kitu kimoja katika ile Wafilipi 3 na ule mstari wa 7 mpaka wa 8. Amina. Wakati Paulo anafundisha kanisa la Filipi, anasema kwamba lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu nalihesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. 8. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Paulo hapa anafundisha kwa habari ya namna ambavyo ile ukawaida huwa unaondoka baada ya kuingia katika utukufu wa Mungu. Ukawaida huwa unafutika baada ya kuingia katika utukufu wa Mungu. Na kinachoingia ni nini? Kinachobadilika ni utukufu na nguvu za Mungu. Anasema hapa, naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo. Kwa ni uzuri sana wa kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Kisha ingia katika utukufu wa Mungu, kisha ingia katika raha ya Mungu, umeingia katika uzuri usiokuwa na kiasi. Kwa nini? Kwa hivyo hakuna jambo la kusema hili jambo eti tunafanyaga hivi katika Mungu, tunafanyaga hivi. Hakuna, bali ni njia za Mungu. Hivyo ni Mungu ambaye unamruhusu Mungu ndani yako. Mungu akishaingia ndani yako, manake ule utawala wa Roho Mtakatifu unafanya utukufu zaidi ya utukufu, na njia za Mungu zinaonekana. Ndio maana kila jambo ambalo limezaliwa na Mungu huwa ni muujiza kwa mwanadamu, kwa sababu hiyo sio njia ya Mungu. Amina. Kwa hakuna ukawaida kwetu. Amina. Kila kitu kwetu ni muujiza. Katika ile Isaya 55 na ule mstari wa 8 mpaka wa 11 anasema, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Yaani mawazo ya Mungu sio mawazo yetu, na njia za Mungu sio njia zetu. Ni tofauti kabisa. Anasema mstari wa 9, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana, mbingu ziko juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu. Kama mbingu zilivyo juu kuliko nchi, na njia za Mungu ziko tofauti katika biashara, katika mambo yote. Njia za Mungu zimetukuka, ni njia ambazo ziko dadi, njia ambazo ni kuu sana. Na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mpendwa, ukisoma katika kitabu cha Naumu 1:9 anasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Mawazo ya mwanadamu si kama mawazo ya Mungu. Kwenye kitabu cha Yeremia 29 na ule mstari wa 11 anasema hivi, mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, kuwapatia tumaini siku za mwisho. Mpendwa, ndio maana ukiangalia hata wokovu, mpendwa, ukiupima wokovu kwenye njia za wanadamu, unaona haufiti, unaona haukamilishwi. Mpaka ufanye jambo fulani ndipo unaona unafaa kuwa wokovu. Lakini Mungu akautoa free, akautoa with a grace, akautoa free, bure kwa wanadamu. Tena hakutoa tu bure, bali akautoa hata uzima wa milele. Unapokuwa umeingia katika utukufu wa Mungu, umeingia katika uzima wa milele. That's a big promise. Kwa nini anaweka uzima wa milele? Kwa sababu hakuna mtu anaweza akatoa umilele. Ni usasa sana kumuondoa Mungu katika wokovu, ambapo mtu akitoka katika wokovu ni sana kumuondoa Mungu, ni kitu ambacho hakiwezekani. That's impossible to remove God with salvation. Hauwezi kumtenganisha Mungu na wokovu. Amina. Anaendelea kusema Isaya 55 mstari wa 10, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Anasema anafanisha na mvua, kama mvua inavyoshuka kutoka mbinguni, haiwezi kurudi hivi hivi
anasema ndivyo ambavyo itakuwa, haiwezi kurudi hivi, bali huinyesha ardhi, alafu huidharisha na kuichipuza, inampa mtu apandaye mbegu na mtu anayekula inampatia chakula. 11 anasema hivi, ndivyo litakavyokuwa neno langu, kwa sababu njia zangu sio kama njia za wanadamu. Nitakavyokuambia fanya hivi, utakavyofanya, utakavyoenda, ndivyo utukufu wangu ulivyo. Hakuna kurudi nyuma katika neno la Mungu. Mungu huwa haidi uongo. Mungu asemi uongo, sio dhalimu. Ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Mungu akilituma neno lake, hata kiangazi likatoe mvua, litatoa mvua. Hata mwezi wangapi, wakati wa baridi likalete jua, litaleta jua. Hata wakati wa giza likalete nuru, litaleta nuru. That's what God does. Ni namna ambavyo Mungu anavyotenda na kufanya. Amina. Ukisoma kitabu cha Ayubu 14 na ule mstari wa 7 mpaka wa 9, anasema hivi, kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipua tena, wala machipukizi yake hayatakoma. Anasema yako matumaini kwenye mti, kwamba huo mti ukikatwa na kwamba utachipua tena, na yale machipukizi ambayo yatachipua hayatakoma. Anasema mstari wa 8, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani, katika huo mti mizizi yake inaweza ikawa imechakaa sana mchangani, na shina lake kufa katika udongo, na hata shina lake likafa katika udongo, lisionekane tena shina lake, manake papo imebaki plain kabisa juu ya ardhi. Anasema hivi, lakini kwa harufu ya maji utachipuka, huo mti utachipuka na kutoa matawi kama mche, kwa harufu ya maji. Kwa sababu gani? Miracle. Neno la Mungu ni muujiza, neno la Mungu ni utukufu. Neno la Mungu linapofika, vitu ambavyo ni impossible vina become possible, vitu ambavyo vilikuwa viwezekani vinawezekana. Amina. Mpendwa, nikuambia story moja kutoka katika kitabu cha Kutoka, ule mlango wa kwanza kabisa, sura ya kwanza, the first chapter. Hata ukienda katika kuanzia mstari wa 15 mpaka wa 20 pale. Amina. Kulikuwa na habari moja ya wana wa Israeli baada ya Waebrania. Farao akaweka sheria, amina, kwamba watu wote ambao wakizaa kutoka Kiebrania hao watoto wauawe. Amina. Sasa kuanzia mstari wa 15 anasema hivi, kisha mfalme wa Misri akasema na wadharishaji wa Waebrania, mmoja jina lake aitwaye Shifra, na wa pili jina lake aliitwa Pua. 16 akasema, wakati mzalishapo wanawake wa Kiebrania na kuwaona watu katika kuzaa, ikiwa ni mtoto mwanamume basi muueni, bali ikiwa ni mtoto mwanamke na aishi. 17 lakini wale wadharisha walikuwa wakimcha Mungu, wasifanye kama walivyoamriwa na huyo mfalme wa Misri, lakini wakawahifadhi hai wale waume. Amina. Wale watoto wa kimaki wa kiume wakiwa kizaliwa, wakawa wanawatunza na kuwaicha hai, kwa sababu walikuwa wanamhofu Mungu, kwamba tufanye hivi jambo si jambo jema limpendezi Mungu. Hivyo wakawa wanawatunza. Wakati huo mfalme ameongea nao. 18 basi mfalme wa Misri akawaita tena wale wadharishaji, akawauliza, kwani kufanya jambo hili? Mbona nishawaonya kwamba mtoto mwanamume akizaliwa, huyo mtoto mwanamume auliwe, lakini mtoto mwanamke aachwe hai, jinsia ya kike aachwe hai. Anasema hivi, kwa nini kufanya jambo hili? Mnawatunza watoto wa kiume na kuwahifadhi watoto waume walio hai. Nini kinachotokea mpendwa? Angalia jibu lilotoka mstari wa 19. Anasema hivi, wadharisha wakamwambia Farao, ni kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania hao wanawake ni wanawake wote, Waebrania na wa Misri ni wanawake, lakini wenyewe sio kama wanawake wa Kimisri. Sio wa kawaida. There is no normality, hakuna ukawaida kwao. Kwa sababu gani? Wako katika roho ya Mungu, wako katika purpose ya Mungu, wako kutimiza kusudi la Mungu, wako kufanya mapenzi ya Mungu. Amina. Kumwamini Yesu Kristo ni kuingia katika mapenzi ya Mungu. So ukishaingia katika mapenzi ya Mungu, there is no normality, hakuna tena ukawaida ambao tushauzoea kwenye maisha yetu haya, kwamba ili kitu hichi tukifanye kinatakiwa kifanyike 1 2 3. Labda kuweza kupata uchumi tuibe, tuchukue rushwa ndipo tupate utajiri. There's no normality, hakuna tena ukawaida, hakuna namna ya dunia katika kumwamini Yesu Kristo. Ukishaingia katika utukufu wa Kristo, wale wazalishaji wakasema, hawa wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri, kwa kuwa ni hodari, nao huzaa kabla mzalisha hajapata kuwafikia. Ni hatari, wanazaa hata kabla mzalisha, hawategemei. Kwa sababu gani? Nguvu ya Mungu imeshaingia kutenda kazi. Lazima Moses azaliwe, lazima ufikie goal, lazima ufanikiwe mwaka huu, lazima ufanikiwe this day, lazima ufike this day, lazima uokolewe siku ya leo, lazima neema, lazima utukufu wa Mungu ukutane nawe siku ya leo. Kwa hakuna tena ukawaida. Tumeshazoea ukutano wa Mungu na unategemea labda upige magoti ndipo ukutane na Mungu, lakini there's no normality, hakuna tena tamaduni, hakuna tena utaratibu katika hicho kitu, bali ukishamwamini Kristo, uwe mwongozo wa Mungu. Mungu akiwa ameintend leo kufanikiwa, leo utafanikiwa. Wakikwambia hii biashara huwa haifanikiwi baada ya miaka 5, hakuna. Futa hicho kitu, mwambie there's no normality in Jesus Christ. Hakuna tena ukawaida katika jina la Yesu Kristo, bali ni utukufu na nguvu. Mpendwa katika Bwana. 20 basi Mungu akawatendea mema
wale wadharisha nao hao watu wakaongezeka sana, wakaenda na kuzidi sana kwa kuwa na nguvu nyingi. Hao watu wakazidi wakawa na nguvu nyingi. Kwa nini? Kwa sababu ya utukufu wa ule Mungu ambao alikuwa amekusudia. Mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie, hakuna ukawaida kwa mtu ambaye amemwamini Kristo. Hakuna ukawaida kwa mtu ambaye anatembea katika ruru za Mungu. Hakuna ukawaida kwa mtu ambaye amemvaa Roho Mtakatifu ndani yake, bali kila kitu kinaenda on spot. Mungu anapokuambia do this business, biashara hii uanzishe, amini kwamba you are going to prosper, unakwenda kufanikiwa katika njia zako. Maana njia zetu si kama njia za Mungu, na mawazo yetu si kama mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu yako juu sana, na njia za Mungu ni kuu sana na zimetukuka. Huwa anafanya njia hata jangwani, mito ya maji hata nyikani. Kwa harufu ya maji vitu huwa vinachipuka, kwa sababu ni njia za Mungu. Akilituma neno lake, hufanikiwa katika mambo yake yote, na wala hakuna cha kuweza kuzuia utukufu wa Mungu. Mpendwa, katika kitabu cha Warumi 12 na ule mstari wa 2 anasema, wala msifatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza na ukamilifu. Mpendwa, anasema hivi, ukianzia mstari wa juu pale, itoeni miili yenu kuwa dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Alafu anasema kwamba hapa tusifatishe namna ya dunia hii. Kuna namna dunia ambavyo imeshajipanga kwamba ili mtu aweze kufikia mahali hapa anatakiwa afanye 1 2 3, ili mwaka uweze kufanikiwa anatakiwa ende katika njia 1 2 3. Lakini anasema tusifatishe namna ya dunia hii, bali tugeuzwe kwa kufanywa upya nia zetu, tukapate kujua hakika mapenzi ya Mungu ya kupendeza na ukamilifu. Kuna ukamilifu wa Mungu, kuna mapenzi ya Mungu katika kila jambo ambalo mwanadamu analifanya. Kwa hiyo njia za Mungu si kama njia zetu. Kwa hiyo hakuna ukawaida kwa mtu ambaye amempokea Yesu Kristo. Hakuna ukawaida kwa watoto wa Mungu. There is no normality for the children of God. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako, na kama imekuwa ni baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine ili waweze kujifunza somo hili. Mpendwa, neema yake Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.